tunaelekea mkoani Kagera ambapo wananchi wa Kagera wameiomba serikali kuimarisha huduma ya maji kwa kufunga mita za kisasa za mfumo wa Unity, wakisema hatua hiyo itasaidia kuondoa adha ya kulipisha bili kubwa zisizoendana na matumizi halisi ya maji. Mara nyingi tumekuwa tukipokea tu bili tunalipa, na tunakuwa na mashaka zaidi pale ambapo tunaona matumizi yale ya kawaida, labda bili inabadilika na kupanda zaidi, kwa sababu sisi tunachotumiwa ndicho tunacholipia. Na nafikiri huwa ni makadirio, kwa sababu inawezekana ukamaliza miezi 3 mfululizo unalipa kiasi kile kile. Hasa haiwezekani katika hali ya kawaida, hasa kwenye vitu kama maji, kwamba ndoo ulizotumia mwezi uliopita za maji ndio hizo umetumia kwa mwezi uliofuata. Ni ngumu sana. Lakini unashangaa bili imepanda juu zaidi ya mara 3. Tunakinga maji wakati wa mvua na tunajitahidi kutumia kisahihi kabisa, lakini tunapata bili kubwa. Na ukiweza kujielezea, jamani, mbona napata bili hivi? Anasema bili hizo umezitumia mwenyewe kwa sababu sisi tumesoma, na wakati wa kusoma hatushirikishwi. Umeletewa mfano bili kubwa, wanakwambia bili inayosomeka unit ulizotumia ndo hizo, labda kama tafuta fundi angalie kama maji yanafanya nini, yanavuja. Kwa hiyo inaumiza. Ningefurahi sana kama ingekuwepo huduma ya maji kama umeme jinsi ilivyo, kwamba mtu unatumia maji kutokana, yani unalipa kutokana na kiasi ulichotumia, lakini athari za ukadiriaji hakika mara nyingi ni ubunifu unakuwa unatokea. Kwa hiyo pale panakuwa hapana haki, kwa sababu mtu anakadiriwa kiasi kikubwa tofauti na matumizi yake. Kwa hiyo kama ungepatikana ule utaratibu wa kutumia ruku, inapokwisha kama ruku, unakuwa na uhakika kwamba ninachodaiwa na haki niliyokuwa nimeilipia imekwisha. Kufuatia malalamiko ya wananchi, Hello Crown pia imezungumza na naibu waziri wa maji Mhandisi Kundo Methu, ambapo yeye hapa anazungumzia ujio wa mita za malipo kabla. Kwanza mpango huu tunaanza kwanza kwenye mabadiliko ya sera yetu ya maji. Sera yetu ya maji ambapo haikutaja uwepo wa teknolojia ile ya mwaka 91, lakini tumekuwepo na ile sera yetu ya mwaka 2002 ambayo sasa yenyewe ilikuwa inaangalia sana kuhusu kulinda vyanzo vyetu vya maji, lakini kuangalia usimamizi wa sekta ya maji, lakini pia na kuhakikisha kwamba tunakuwa na ulinzi wa sekta ya maji. Kwa mfano katika sera yetu ya mwaka 2002 tunasema kwamba maji ni sehemu ya usalama wa taifa. Ndio maana tuna kitu kinaitwa water security. Unaona? Lakini sasa sera yetu ambayo tumeiboresha ya mwaka 2025 kuna kipengele cha teknolojia, kwamba sasa tuweze kutoa huduma kwa kutumia teknolojia ya kisasa. Na tunapoongelea teknolojia ya kisasa pia tunaambatana na maelekezo ya Daktari Samia Suluhu Hassan ya kuhakikisha kwamba tunapunguza malalamiko ya Watanzania ambao walidhani kwamba matumizi yao ya maji hayaendani na bili ambazo wanapatiwa. Sasa hizi mita ambazo zilikuwa zinatumika, maana yake kwamba unatumia maji alafu baadaye unakuja kulipa baadaye. Sasa badala ya kuwa na huduma ya namna hiyo, sasa tunahitaji kuwa na mfumo mwingine wa kutumia malipo ya kabla. Maana yake unalipia maji yako afu baadaye ndo unaanza kuyatumia. Lengo ni nini? Lengo ni kuhakikisha kwamba mita hizi zitakuwa na misaada ifuatayo. La kwanza, tutadhibiti upotevu wa maji, kwa sababu udhibiti wa maji, ukiangalia upotevu wa maji uko katika mitazamo mbalimbali: uchakavu wa miundombinu, mabomba yaliyo chini ya kiwango, lakini pia na mita ambazo zinazotumika kwa sasa haziendani na ubora unaotakiwa. Kwa hiyo mambo kama haya, lakini pia kuna wizi wa mita. Unapozifunga mita nje kwenye familia ya mtu, maana yake kwamba pia umeexpose kwa ajili ya mtu kuja kupita nayo. Sasa ukiangalia kwa nini tulikuwa tunafunga nje, ni kwa sababu hatukutaka vijana wetu wanapoenda kusoma mita
wasiwasumbue wenye familia, kuanza kuwagongea na kufanyaje, ili kurahisisha. Na mwingine anakuwa ameenda kwenye majukumu yake ya serikali, mwingine yuko kwenye majukumu yake ya kazi kama kawaida. Sasa mtekelezaji wa jukumu la kusoma mita naye ndo anapita wakati wameshaondoka, na ndio maana tuliamua kufunga nje. Lakini pia tunafunga nje kurahisisha, lakini tunazalisha changamoto nyingine ya mita kuibiwa sana. Sasa tunafunga mita za malipo ya kabla kwa sasa, kwa sababu hizi zinasaidia mambo yafuatayo. Kwanza kabisa, tunaondoa malalamiko ya bili ambazo walizani wanabambikiwa. La pili, inakuwa convenient kwamba tutaifunga ndani kwa mteja, ambapo hakuna sababu ya mtu yoyote kupita pale kwa ajili ya kuenda kusoma mita za maji. Lakini tatu, yenyewe inaweza kutusaidia kudetect kama kuna upotevu wa maji katika ile the other end. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba inaweza kutusaidia sana kumonta ile non-revenue water. Lakini cha msingi zaidi ni nini? Cha msingi ni kwamba matumizi ya maji yanaenda kubadilika. Yule ambaye alikuwa anachukua maji anachukulia poa, na kwa sababu hii ana luku yake ya maji, inakuwa inamuongoza namna gani atumie maji yake. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine, kuna yale maji yasiyolipiwa yataanza kupungua, na baadaye yatabaki kwenye matenki yetu, tutayapeleka kwa wahitaji wengine. Kwa maana yake kwamba under the same katika uzalishaji ule ule, maji yale yaliyokuwa nazalishwa pale kabla yataweza kuhudumia watu wengi zaidi, kwa sababu hakuna sehemu yoyote ambayo mtu anafuja yale maji. Kwa hiyo kuna faida nyingi ambazo tunaenda kuzipata kutokana na kufungiwa mita za malipo ya kabla. Serikali imeweka utaratibu gani wa kushughulikia malalamiko ya wateja endapo kutatokea dosari au changamoto katika mita zitakazofungwa? Ni kwamba kwanza kabisa tufahamu kwamba kitu chochote kinachoitwa electronic device si kitu ambacho utakuwa nacho uhakika 100%. Ni kwamba wanasema kwamba wakati tunasoma masuala ya mechanical ni kwamba hakuna mashine inayoweza kuperform kazi kwa 100%. Lazima kuwe na changamoto somewhere. Lakini tunachoangalia ni ile kiwango cha kukubalika. Kama ina uwezo wa kufanya vizuri kwa 75% kwenda juu, maana yake kwamba hiyo tayari imeshakizi vigezo vya kuanza kutumika. Hata hizi mita za mekaniko ambazo tunazitumia bado zina changamoto nyingi na hazijawahi kuisha, lakini tunaamini zina changamoto nyingi zaidi. Hizi ambazo tunakuja kuzitumia zina faida zifuatazo. Kwanza kabisa, ukiangalia mamlaka zetu zitaweza kuwa na mapato ambayo ni predictable, kwamba mwezi huu ukisema kwamba umekusanya kiasi fulani, ni kiasi ambacho tayari unacho. Tofauti na zamani umeuza maji lakini cash in hand inakuwa tofauti. Inawezekana umeuza maji ya milioni 50, lakini watu waliolipia yale maji labda ni milioni 20. Kwa hiyo kidogo inakuwa tofauti. Malipo ya kabla maana yake ni kwamba unalipia ndio unatumia, maana yake kwamba ukiuza ya milioni 50, maana yake na milioni 50 unayo moja kwa moja. Kwa hiyo haya ndo, lakini sasa tunapokuwa na teknolojia tutakuwa na shift of technology, kwamba tulikuwa tunatumia wasoma mita. Sasa wasoma mita wataondoka, tutakuwa na troubleshooters. Maana yake kwamba kuna changamoto ya mita yetu tuliyoifunga, ataenda fundi kwenda kutatua changamoto hiyo ya prepaid water meter. Hicho ndo kinachoona. Lakini kingine ni kwamba kuna watu wengine wa ICT, watu wa tehama wataongezeka, kwa sababu tutabidi tutumie mifumo. Unakuwa na dashboard yako, una uwezo wa kudetect kwamba kuna sehemu fulani kuna tatizo, kuna sehemu fulani mita fulani imeanza kuchezewa, kuna sehemu fulani maji yameanza kukatiza nani. Kwa hiyo hii inakuwa inatengeneza ajira, lakini kuna wengine wataondoka kwenye kusoma mita, wataingia kufanywa mafunzo kidogo, watakuwa mafundi, wataendelea kufanya kazi kama kawaida. Hakuna hofu ya kwamba kuna wengine wataondolewa kwenye game. Hakuna. Kama ulishakuwa unasoma mita, basi utatengenezwa kuwa fundi kwa ajili ya kushughulika na nanili. Sasa tunachokifanya ni kwamba tunakuwa na dawati ambalo ni physical, lakini pia mfumo wetu una uwezo wa kupokea taarifa ya mita yetu na misbehave katika eneo fulani. Kwa hiyo dawati letu la PRO pia wataweza kuwa wanatoa taarifa na kutoa elimu kwa umma, ili wananchi waweze kujua kwamba wanapopata shida waweze kupiga namba fulani, ama waweze kutuma message kwenye simu namba fulani, au wafike sehemu fulani kwa ajili ya kutatuliwa changamoto yao. Tupo mwaka wa mbele, imewashika.